Nje ya bunge la kaunti ya Machakos, huku kiongozi wa wengi bungeni Nicholas Nzioka na wawakilishi wengine 8 wanaoegemea upande wa wengi wakipigwa marufuku ya kutohudhuria vikao 28 kando ya marufuku mengine ya vikao hivyo ama vikao 8 aliyatoa hiyo jana. Kando na hayo, nje ya bunge hilo kumeshuhudiwa makabiliano baina ya maafisa wa polisi na kundi la vijana ambao walifika wakisuta wawakilishi wadi na spika kwa mvutano ambao umekuwa ukishuhudiwa katika bunge hilo. Mwandishi wetu Nicholas ambaye yupo nje ya bunge hilo na anatupa taswira kamili. Nicholas. Nama, shukran sana. Ni siku ya pili, bado makabiliano yanaendelea katika bunge la kaunti ya Machakos. Hiyo jana tumeshuhudia kikao cha kwanza kikosa kukamilika, na leo siku ya pili, baadhi ya waheshimiwa 9 hiyo jana ambao waliweza kupigwa marufuku ya vikao 8 kutohudhuria katika bunge hilo. Iko kwa sasa ndio tunaweza kupatia taswira kamili ya vile hali ilivyo, ukitazama kwamba ni lango la kuingia katika bunge hili la kaunti ya Machakos. Maafisa wa polisi ambao wameshika doria katika shughuli nzima kisha kwamba wale 9 ambao hiyo jana waliweza kupigwa marufuku ya kuweza kuingia katika bunge ile kwa vikao 8 hawataweza kuingia katika bunge ile. Na upande huu mwingine nyuma kule kabisa, kama mpiga picha wangu ataweza kukuelezea, ni kwamba utapata kwamba maafisa wa polisi wangali wanaendelea na kukimbizana na baadhi ya wananchi ambao wameweza kufika katika barabara hii ya kuingia bunge kujaribu kushinikiza baadhi ya matakwa yao, ni pamoja kumtaka spika kuweza kungatuka na vile vile kuweza kutaka pia amani kwa katika bunge hii na masuala kama hao. Na vile vile hapa nina baadhi ya wakilishi wadi ambao wameweza kuzuiwa kuingia katika bunge hii tangu hiyo jana. Ningependa kuzungumza na wao tuelezee hasa kufikia sasa nini kinaendelea. Karibu sana mheshimiwa, wewe ni naibu wa spika, karibu sana. Na mimi ni naibu wa spika na pia mwakilishi wadi wa Kalakala. Nataka kusema ya kwamba leo tumeweza kuja kazini kama kawaida, na tukakuja tukapata uwepo wa askari wengi sana. Wakati tumekuja tukaambiwa eti jana, nafikiri kwa sababu hatujapewa dokumenti yote yenye inaonyesha kwamba tulifukuzwa. Eti jana spika alitufukuza nje, na sisi tukajaribu kama itawezekana tuingie ndani, lakini ikakuwa vigumu. Askari wamekatalia kwa lango letu la bunge. So sisi tuko hapa, wananchi hapa nje wamegadhabika sana, wanasema hii si haki kwa sababu alitutuma tukuje kuwafanyia kazi. Na sababu ya mtu mmoja ambaye anajiita spika ndiye amekuwa na hizi vitu. Jana hakuna communication alifanya ya kututoa nje. Hata saizi ndio tunasikia anasema, nasikia anasema alitufukuza nje. Kama ametufukuza leo, mbona leo askari wakakuwa hapa? Kwa sababu saizi naona askari wako hapa wengi, na saizi ndio ana communicate akisema sisi tutoke nje. Sawa, atukatai, lakini shida ya spika ni kwa sababu tulisema tutamtoa kama spika wetu. Na hiyo si kwamba imekufa, hiyo sio kwamba imeisha, kwa sababu kazi yenye anafanya, vitu zenye anafanya haziambatani na katiba, na sisi wote we are all guided by the constitution of Kenya and our standing orders. Standing orders zetu ziko very clear that if the speaker decides to name or suspend you, there is that procedure. If she could have used that procedure, we've got no problem. But now, when imposing and saying that I've sent someone outside for 8 sittings, there is a procedure. We've got a committee on powers that has the mandate to investigate on all matters and maybe discipline members. Now that she's just going and sitting somewhere and saying that she has become, it's like she has become a magistrate. In fact, not a magistrate, because even with the magistrate, a magistrate listens from both sides. She just sits down and decides that I will read that these members be suspended from the assembly. Na mheshimiwa, tukimalizia, tumeona kwamba rasmi sasa leo hii baada nyinyi kufungiwa, kikao kinaendelea pale ndani na ameweza rasmi kuwatangaza kwamba amewapiga marufuku ya vikao 8, na jana hako amefanya hivyo japo kwamba ilikuwa imetangazwa. Wewe sasa nyinyi mwelekeo upi ni wenu nyinyi kama deputy speaker na vile vile kiongozi wa majority ambaye ni Wangondi? Sisi hatuna shida. Ukweli ni kwamba pia tutatumia koti. Yeye mwenyewe saizi amekalia hiyo kiti na court orders ndio imemfanya akae, na ndio hata sababu tumechukua muda bila kumuimpeach, kwa sababu alienda kotini akapewa court orders, ndio zimemweka kwa ofisi. Sisi pia tutapata zetu, na sisi turudi kazi, tufanye kazi yetu kama inavyostahili kwa mwananchi, na siku yake ikifika, kwa sababu court orders haziwezi kuwa za milele. Siku itafika na kazi ya kumtoa tutafanya tu. Anaanza tudhulumu, afanye venye anataka. Kama ukiangalia mheshimiwa Katangi ameumizwa tu hapa bure kwa sababu ameamka asubuhi kukuja kwa kazi yenye anastahili kufanya. Ameumizwa leo, au amemraruria mpaka maguo. Lakini hiyo si shida.
hii safari lazima tutafika mwisho. Naam, asante sana naibu wa spika, na pole kwa hoja ya kutolewa leo. Tutapatana kwa mengi zaidi. Bila shaka hivyo ndivyo hali ilivyo hapa katika bunge hili la kaunti ya Machakos, ikiwa bado makabiliano baina ya maafisa wa polisi kujaribu kuwazuia waandamanaji ambao wanajaribu kufika katika barabara hii ya kuingia katika bunge yanaendelea, na vile vile hapa kama mpiga picha anavyoonyesha bado wanaendelea kushika doria vilivyo kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaingia ndani ya bunge hili la kaunti ya Machakos ambaye hajaruhusiwa, wakiwemo wale wakilishi wadi 9 ambao wameweza kupigwa marufuku ya vikao 8 kuanzia leo. Basi nikuregesha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Mimi ni Nicholas Mbai. Hivi ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Machakos. Shukran sana Mbai kwa taarifa.